Karibu kwenye Dau la Habari, mimi ni Amina Kanyinyi wa Dau TV. Rais wa Marekani Donald Trump amedai kuwa viongozi vya majini vya Iran vimeangamizwa kabla ya kuanza kwa mpango wa kuzuia usafirishaji wa mafuta. Akiwa huko Maryland baada ya kushuka kwenye ndege ya Air Force One, Trump alisema Iran haina jeshi la majini tena na kudai kuwa zaidi ya meli 150 zimeharibiwa. Pia alitangaza kuwa kufikia saa 4 kesho, Marekani na washirika wake wataanza utekelezaji wa zuio la kuzuia Iran kuuza mafuta kimataifa kupitia bahari. Trump alisisitiza kuwa Marekani inaendelea kuwa tegemeo kubwa la nishati duniani, akisema meli nyingi sasa zinaelekea Marekani kuchukua mafuta. Katika hotuba hiyo alikosoa pia muungano wa NATO, akisema nchi wanachama hazikuiunga mkono Marekani ipasavyo katika operesheni dhidi ya Iran na kwamba mchango wa kifedha wa Marekani kwa NATO unapaswa kupitiwa upya. Aliongezea kuwa Marekani imekuwa ikibeba mzigo mkubwa wa ulinzi dhidi ya Urusi, jambo ambalo amesema linafaa kuangaliwa upya na kwa umakini mkubwa. Kauli hizo zimekuja huku mvutano kati ya Marekani na baadhi ya washirika wake wa Ulaya ukizidi kuongezeka kutokana na mgogoro unaohusishwa na Iran. Haya yakijiri, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kuwa makubaliano kati ya Iran na Marekani yanaweza kupatikana endapo Washington itaacha sera za kiimla na kuheshimu haki za taifa la Iran. Kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa X, Pezeshkian alisema ikiwa serikali ya Marekani itaacha siasa zake za kiimla na kuheshimu haki za Iran, njia za kufikia makubaliano zitapatikana. Ameipongeza pia timu ya mazungumzo ya Iran kwa juhudi zake, akiwatakia nguvu kubwa katika majadiliano. Kauli hiyo imekuja baada ya mazungumzo kati ya pande hizo mbili kuvunjika baada ya siku ya mazungumzo nchini Pakistan, huku tofauti kuu zikiwa kuhusu usalama wa usafiri katika mlango wa Strait na Hormuz na mpango wa nyuklia wa Iran. Mazungumzo hayo yameacha hali ya sintofahamu kuhusu mustakabali wa uhusiano kati ya Iran na Marekani. Na polisi katika kitongoji cha Noida nchini India wametumia gesi za kutoa machozi kudhibiti maandamano ya wafanyakazi wa kiwanda ambayo yaligeuka vurugu baada ya siku 4 za mgomo. Kwa mujibu wa polisi, nguvu ya nchi zaidi ilitumika kurejesha utulivu, huku viongozi wa eneo wakitoa wito kwa waandamanaji kuzungumza na serikali kuhusu madai yao. Ripoti zinaonyesha magari kuchoma moto, mawe kurushwa na waandamanaji kujaribu kuvunja vizuizi vya polisi wakati vurugu zilipoongezeka. Wafanyakazi wanadai kuboreshwa kwa mishahara, malipo ya saa za ziada na mazingira bora ya kazi. Maandamano haya yanakuja katika kipindi ambacho gharama za maisha zimeendelea kupanda duniani, ikichangiwa na mvutano wa kimataifa unaoathiri usambazaji wa nishati. Mimi ni Amina Kanyinyi wa Dau TV.